katika kipindi cha miaka 30 ni hatua kubwa na ya kujivunia, na hasa katika mazingira ya sasa yenye ushindani mkubwa katika tasnia ya benki pamoja na dhoruba katika uchumi wa dunia. Kwa hiyo nawapongeza CRDB kwa mafanikio mengi, na pia wanahisa wote kwa kuwa chachu na sehemu muhimu ya kufanikisha safari hii ya miongo mitatu. Waheshimiwa viongozi, wanahisa na wageni waalikwa, wote tunafahamu sekta ya fedha ni miongoni mwa sekta wezeshi katika uchumi kote duniani. Lakini pia maendeleo ya sekta hii yanaakisi afya ya uchumi wa taifa, ustawi wa wananchi na uwezo wa nchi kujitegemea. Na kutokana na umuhimu huo, serikali ya awamu ya 6 imejizatiti kuhakikisha kuwa sekta hii inaendelea kutoa mchango mkubwa katika maendeleo ya nchi yetu. Na katika kuimarisha sekta ya fedha, serikali imeboresha sera na kuweka mifumo madhubuti, imejenga miundombinu wezeshi na imeendelea kukuza uchumi wa nchi na kipato cha wananchi. Lakini pia yamekuwepo mageuzi ya kisera na kisheria. Serikali imepitisha sheria ya mabenki na taasisi za fedha sura ile ya 342 ili kuweka msingi imara wa kisheria kwa uendeshaji wa benki na taasisi nyingine za kifedha nchini. Kadhalika, serikali imetengeneza sera mbalimbali zikiwemo sera ya taifa ya huduma ndogo ya fedha ya mwaka 2000, mpango wa taifa wa huduma jumuishi za fedha awamu ya kwanza 2014 mpaka 2016 na awamu ya pili 2018 mpaka 2022 na awamu ya tatu 2023 mpaka 2028. 2016 mpaka mwaka 2020 kuna programu ya kutoa elimu ya fedha kwa umma 2021-22 mpaka 2025-26. Tuna sera ya taifa ya huduma ndogo za fedha ya mwaka 2017, mpango mkuu wa maendeleo ya sekta ya fedha 2021 hadi 2029-30 na sheria ya taifa ya huduma ndogo za fedha ya mwaka 2018. Pamoja na hatua hiyo, serikali imeendelea kuwekeza katika mifumo na miundombinu wezeshi ikiwemo nishati na tehama kwa ustawi wa sekta ya fedha. Waheshimiwa viongozi, wanahisa na wageni waalikwa, matokeo ya kuwepo kwa mazingira hayo wezeshi yameongeza ushindani na ufanisi katika sekta ya benki nchini pamoja na kuzifanya huduma za fedha kuwa jumuishi na endelevu. Aidha, katika miongo mitatu iliyopita tumeshuhudia ubunifu wa benki zetu na CRDB ikiwa mstari wa mbele kabisa katika teknolojia ambao umeleta mapinduzi makubwa katika sekta ya benki katika taifa letu. Tumeshaambiwa hapa na mkurugenzi mtendaji juu ya kuanzishwa kwa huduma za kibenki za kielektroniki kama vile benki kwa njia ya simu, mobile banking, benki mtandaoni, internet banking, miamala ya kielektroniki ambayo imerahisisha na kuongeza kwa kiasi kikubwa upatikanaji wa huduma za benki ikiwemo kuyafikia maeneo yaliyo pembezoni. Lakini pia ukuaji wa mikopo kwa sekta binafsi ambao umeongezeka kufikia 14% kwa mwaka ulioishia mwezi wa 3 mwaka huu ikilinganishwa na 8.6 katika kipindi kama hicho mwaka 2020. Waheshimiwa viongozi, wanahisa na wageni waalikwa,
Mafanikio ya benki ya CRDB katika kipindi cha miaka 30 iliyopita yako wazi na yameelezwa vizuri na mkurugenzi mtendaji, kijana mahiri kabisa, na nisingependa kuyarudia. Sasa, pamoja na mafanikio hayo makubwa, ili benki ya CRDB iendelee kukua na kushamiri katika karne ya 21, ningependa nitumie muda uliobaki wa hotuba kushauri kuweza nguvu katika maeneo kama 5 hivi yafuatayo, na hayo ni kwa uchache. La kwanza ni kuendelea kufanya mageuzi ya kiteknolojia kwa kuongeza matumizi ya huduma za kimtandao ili kuongeza ufanisi, usalama na ushindani. Na hii inajumuisha ushirikiano na wadau wa teknolojia ya fedha ili kubuni bidhaa na huduma zenye ubora. Kuwekeza kwenye teknolojia kutapunguza gharama za uendeshaji, kutawezesha kuwafikia wateja wengi zaidi kwa muda mfupi, na hasa walio vijijini na maeneo yasiyo na matawi, na kwa watu wenye kipato cha chini au wasioweza kufungua akaunti za kawaida. Hao wataweza kupata huduma kwa njia rahisi zaidi. Aidha, ili kunufaika na teknolojia, ijipange vizuri zaidi kuanzia sasa kutumia fursa zinazoibuka kutokana na matumizi ya akili mnemba. Hilo jambo la kwanza. Nawapongeza sana kwa jitihada ambazo mmefanya katika eneo hili, lakini tunakokwenda tunahitaji jitihada zaidi. Jambo la pili, kukua kwa matumizi ya teknolojia kumeleta pia wimbi la matukio ya uhalifu wa kimtandao unaohatarisha mitaji ya benki duniani na kuongeza gharama za kukabiliana nao. Na kutokana na hilo, usalama wa benki ya CRDB pia unaweza kuhatarishwa na mwitikio wake mkubwa katika matumizi ya tehama. Hivyo, udhibiti wa tishio la uhalifu wa kimtandao unapaswa kuwa kipaumbele cha benki yetu hii ili kujenga imani ya wateja na kulinda heshima yake. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.